Je, Gen Z kweli ndio kizazi kibaya zaidi kuwahi kutokea au sisi ndio hatuelewi? Kwa sababu ukweli ni huu, ukikosea kuelewa Gen Z unaweza kupoteza kazi, familia na hata heshima yako ndani ya sekunde chache tu. Lakini leo kupitia video 5 zinazotikisa Kenya, nitakuonyesha upande wao halisi ambao wengi hawaoni na jinsi ya kuishi nao kwa amani. Gen Z ni kizazi kilichozaliwa kwenye dunia ya internet. Hawajui maisha bila simu, bila uhuru wa kujieleza na bila kuuliza maswali. Na tofauti na vizazi vilivyopita, hawaogopi kabisa authorities. Lakini swali ni je, hii ndio sababu ya drama zote tunazoona Kenya na hata Tanzania leo? Video ya kwanza inamwonyesha mwanamke mmoja akiwapa ushauri wa ajiri jinsi ya kudili na Gen Z kazini. Anasema Gen Z hawavumilii mazingira mabaya, hawakai kimya na hawataogopa kuacha kazi bila onyo. Kwao kazi sio mateso bali ni sehemu ya maisha tu, na wakihisi hawaheshimiwi basi wanaondoka. Lakini si kila mtu anaelewa hilo. Hakuna kitu rahisi kama kuhire a Gen Z employee and maintain them only if you listen to these things I'm going to say here. Number one, they don't need you. In fact, they don't need the job. Wewe ndio unawahitaji. These people are sharp in AI, wako sharp na mambo za teknolojia, wako sharp na vitu zingine mingi, but they can really do without that job. Understand that? Utakaa vizuri. Number two, unless it is very necessary, and this is a very corporate job and you mempea, don't dictate their dress code. Wacha akuje na mommy pants, wacha akuje na whatever they want to wear, let them operate from their comfort. Usianze kudictate, oh, sijui lazima sijui skirt ikuwe wapi, sijui nini. You're going to lose that employee. Notice, nilisema hakuhitaji na hahitaji hii job. Sawa. Number 3, if you come na hiyo kazi yako ina dictate, allow these people to report in the hours of 9 to 10. Hii mambo ya 8-7 ni yetu millennials. How wana operate vizuri after the morning. So unaonanga morning inaishanga hapo 10 hapo. Alafu sasa jioni una make sure umeongea na yeye, unamwambia kama umeingia hii time unaweza manage kudelay hadi hii time, because these people they operate very well during the night. Okay? So kama job yako inakubali, do that baby girl. Finally, kama huyu mtu anataka kupiga tots akiwa kazini, usishindilie as long as akunywi kwa macho yako, okay? I know that one is very very difficult, but my dear millennials, allow huyo mtu apige tu shots wake. Watabeba, na hata ukijaribu kumonitor watabeba. So you just give yourself peace, understand you need the Gen Z employee, they don't need you. Ebu muniambie kama kuna yenye nimeacha, and what's your experience dealing with these people. Katika video nyingine, mtangazaji huyu wa radio alizua mjadala mkubwa baada ya kusema kwamba professionalism imekufa kwa Gen Z. Alikuwa akilalamika jinsi wanavyoongea, wanavyovaa na jinsi wanavyochallenge authorities. Lakini ukweli ni kwamba Gen Z hawaoni kama wanaharibu mfumo. Wao wanaona wanarekebisha mfumo uliowagandamiza wengine. Na hii mindset ndio inaonekana hata kwenye mitaa. Professionalism is dead when it comes to Gen Z. And the reason why I'm saying this is because there's a viral post of a Gen Z guy, so Jquat, alikuwa anatafuta job, so aka reach out to someone who could help. This is how this sounds. This is what the text sounds like. Aliandika, yo, rada, naitwa Maxi, nilikuwa na daya tacho, nilipewa namba yako na mse alikuwa kwa kampuni yako last year. Hata hakusema hi. Hakusema rada. And you know, a lot of people online are reacting to this. Wameshanga. Because me, when I was growing up, we were all taught the professional way to approach situations, especially when you are on the needy side of a situation, right? So for example, if you want a job, there's how to approach someone who can potentially be your employer. So something as simple as, hi, my name is, I am reaching out because, and some people are like, okay, maybe it's the sheng, kama yangeandika in English. It's also that sheng. Why would you approach your employer like you would someone who you're chilling with? You know? It's the lack of effort, the lack of yo kusumbuka, mbona niandike a long message. Why? Mbona nijisumbue? I find that very interesting. Is that the new attitude? And is it the wrong attitude, ama it's the right attitude? Because a lot of Gen Zs are so done with that millennial way of doing things where they usually are subservient. Ni kugaragaria, unagaragaria so you can get a job. And a lot of the times utaandika email refu, upate rejection email. So is that the new way to go? It's like, get straight to the point. Na dai job uko nayo.
It's very interesting, Gen Z. Kama wewe ni Gen Z, wewe ni show. Umse ako kwa makosa ama hayuko kwa makosa. Aliandika, yo rada, naitwa Maxi, ninadai atacho. What do you think of that? Is that disrespectful or what? Video ya tatu ni ya polisi aliyekuwa akiongea na Gen Z kwenye matatu baada ya kuona wakifanya fujo wakati gari linaenda. Hapa ndipo tunaona clash halisi, authority versus freedom. Zamani polisi akiongea unanyamaza, lakini kwa Gen Z wanataka maelezo. Hawapendi kuambiwa fanya hivi bila sababu. It is not a bad generation. We have not done our best. You have not done your best. Yeah, we are not bad. Kindly improve and do your best. Na nataka muanze leo. Si mko kwa hii gari. Shida yenu ni mko kwa gari smart lakini mnatoa vichwa nje. Ati hiyo ndio sifa. Head. Head. Usiweke head nje. Sisi tunaomba tuweke head nda. Na nyinyi mnataka kuweka head. Nauliza, head inakuwaga mzuri ikiwa ndani ama ikiwa nje? Na mbona mnapenda ikiwa nje? Ni mbaya. Lakini si kila story ya Gen Z ni drama au rebellion. Kuna huyu msichana ambaye aliamua kufungua moyo wake, akaonyesha maisha yake ya kila siku akiwa anatumia dawa za HIV. Hii ni courage ambayo vizazi vingi haikuwa nayo, lakini Gen Z wanaamini katika ukweli hata kama unaumiza. Na hii ndio sababu wana connect sana mitandaoni, kwa sababu wanakuwa real. Currently right now it's 9 o'clock and it means that we need to drink our HIV medication. Truly. So I'm going to drink them with you guys, okay? So I'm holding my phone with that other hand. So guys, kitoba slunyana. Then habula. Then we take one pill. And then, makwala. And then, obviously, we are good to go. Osani, same day, same place. Same day, same place, same time. Same place, same time. Drink your HIV medication. Bye. Na katika video nyingine iliyotikisa wengi, msichana mmoja Gen Z alisimama hadharani na kushambulia familia yake kwa kumwacha baba yake akiwa mgonjwa, lakini wakajitokeza mazishini. Hii sio kawaida kwa African culture, lakini kwa Gen Z ukweli ni muhimu kuliko heshima ya juu juu. Hawataficha unafiki hata kama ni familia. Nimwambia enda tu usiku kwanza upime uangalie. Kaniambia mama nitaenda na niangalie. Nitaenda. Hivyo ndio alikuwa ananiita mama nitashughulikia. Akaenda usiku. Hakuna mtu mmoja anaenda kushughulika hata. Ajue hali yake iko aje? Anaendelea aje? Ni mzima. Like hali yake iko aje? Hakuna hata mtu mmoja alienda kumuona. No, I will talk. Jom mtaki kuandua ukweli. Alikuwa hosi. Ni watu wangapi walishughulika juu ya matibabu yake? Sasa tunang'ang'ana ni mimi, Karo, Mili na Pamela. Tunashughulika venye anatibiwa. Wanahitaji hiyo wanahitaji. Lakini at least kulikuwa na support ile ya wacha tuende tumuone. Yes, hakuna financial support but tunaenda kumuona. Nyamaza. Ingekuwa ile yenye tunaenda kama muone hata angalia unajua ile mtu akiwa anahitaji tu kuona peke yake ana feel vizuri but ingekuwa hivyo ongea kwa mnashuka court mnapendana lakini mtu akiwa kwa shida na ni ndugu yenu wa damu amshughuliki amekufa ndio mtaprepare vizuri. Sasa sinaona venye nini yake iko vizuri sahihi. Lakini I wish ingekuwa ombi yake ya kwanza yenye mngemshughulikia kabisa angepona. Sasa angekuwa akwa kabisa ingekuwa baada kwa life. Angeishi another bonus. Sasa swali kubwa ni je, unaishi vipi na Gen Z kwa amani? Wewe kwanza wasikilize, manake wanataka kusikika. Pili, waheshimu sio kwa sababu ya umri bali utu. Tatu, wape sababu sio amri tu. Alafu nne, kubali mabadiliko manake dunia imebadilika. Kwa sababu ukweli ni huu, huwezi kubadilisha Gen Z lakini unaweza kujifunza kuishi nao. Gen Z, hebu tuambieni how you guys resign without a plan. Si ati sisi hatutaki kuresign, diju tunaogopa what next.
going to be really hard to serve guests in future because our generation does not really take tea. So what are you supposed to serve them? Red Bull? Jabba juice? What else? Because you have guests, they have come, they don't want tea. It will be very difficult. Maybe porridge. The good porridge, the good kind. Unadhani Gen Z wanafanya vizuri kubadilisha mfumo au wanaharibu maadili? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa story kali kama hizi ambazo huwezi kuona kwingine. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. First and foremost, to principal and deputy principal, let me say thank you for the gift of life. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. So teachers, fellow students,